Nafanya kazi usiku kama popo nyinyi. Mimi sitaki nikufiche, hata nikaacha mziki, mimi bado nitacheza mziki. Views kibao. Mpaka bosi akasema, kwani huyu mtu ni vipi? Hata kupigwa nilipigwa. Megas na vibrator. Unaona? Hapa sana. Okay, mwenye gorofa ya udongo chonye nzima ni unyama si unyama? Ni unyama. Nilibidi nijiite mzee wa nyota sasa, sababu nilitoka na nikitoka nikienda hiyo sound. Watoka na nyota yako? Yaani natoka na nyota yangu, yani ile kuna mambo mazuri sana kwa Bazuka. Kuanzia leo najaribu fyuku. Mimi maisha yako siyajui bro. Usiwe na ile mtu fulani atasema hivi. Walioko mbele yenu sawa, ni new signing za Bazuka. Wenye king of killer, mwenye nyota. MC ni MC jamani, DJ man Peter, sio? Na MC DJ N. Sawa, wana mengi ya kuongea. Pia kuna Sangam Latino jamani. Ndio naanzia kwako. Hebu tupe. Tupange na rada, tuchoreshe. Vibrator imesambaa kwa muda mrefu sana na imekuwa lead for a very long time. Ndio maana hatuwezi kuwa tu na Vibrator hivi bila new signing kila season. Huu ni mwanzo wa new season kama vile Man City na Arsenal wanavyofanya, na tuko na wageni wapi hapa. Kama Gatuso alivyosema ameshawa introduce, lakini wacha tuwape nafasi pia wenyewe pia na waongee, wajitambulishe wenyewe yani kwa mashabiki. Au sio? Wajitambulishe kama vile ambavyo wenyewe wangependa watambulike. Wacha tuanze na hapa karibu na mimi kabisa. Ya, najua wengi sana wananijua, lakini kujitambulisha ni muhimu. Sio? Yani jina langu kabisa la kazi wananiita DJ Man P. Ukipenda unamuita mzee wa nyota. Mzee wa nyota hili jina ni special kwa sababu limekonga sana. Unajua kwa nini Mlatini? Hebu niambie. Nakwambia tu kwa kifupi. Nashukuru Mungu, mimi nimepiga saundi nyingi sana na sio kwa urahisi. Watu wengi wanasema mtu pengine akitoka saundi fulani akienda kwingine anafifia, lakini kiupande huu nilibidi nijiite mzee wa nyota sasa, sababu nilitoka na nikitoka nikienda hiyo sound. Watoka na nyota yako? Yaani natoka na nyota yangu, yani ile kama hiyo sound ilikuwa hajulikana itakuwa zaidi, na kama hiyo sound haijulikani basi itapanda, itakuwa juu paka ijulikane. Ni kama ni kazi itachapa kazi kama kawaida, mpaka wale wafanyikazi wengine watasema tumeenda marathon bana, tupumzike kiasi. Lakini naambia sasa ni kazi, tufanye kazi, tunatafuta. So ndo maana jina la mzee wa nyota likajiingiza hapo. Mzee wa nyota kabisa. Mimi kama mnijuavyo ni presenter Gatuso Chimba Mitaro, aka mwenye viulo, sio? Aka mwenye gorofa. Aka mwenye gorofa ya udongo chonye nzima. Ni unyama si unyama? Ni unyama. Mimi kwa majina yangu naitwa MC DJN, kamanda wa hizi shughuli. Mimi najiamini, manake ndo maana kajiita hivyo. Mimi ni kamanda, manake mimi napiga kivyangu vyangu, alafu niko na pacha wangu hapa. Man P. Man P. Sasa tumeamua kutafuta riziki kwa sababu kuna mengi ya kusema, lakini kama venye ameongea Man P, kwa kuna challenges zenye zinakuja za muziki, lakini tunang'ang'ana hivyo. Sio? Ndio maana hata tumekuja hapa na tufanye kazi na hawa wenzetu freshi, na tumeshikana na tukaelewana freshi, tutaka tufanye kazi kama inaleta riziki. Safi kabisa, asante. Lakini naona mic yako haijakaa vizuri ndugu yangu. Tafadhali Gatuso, naomba tusaidiane hapo, tuweke igeuze hivi juu chini, ndio ile kidogo sauti kiingia inamnasa vizuri kwa ubora wake. Unaona, unajua mtu wetu wa sound hapa amekuja amepiga kidogo anatumia vitu. Twende nalo. Sawa kabisa. Tukianza nataka nianze na wewe bro. Wewe umesema wewe nyota? Mtu wa nyota? Mzee wa nyota. Hachi nyota yako jamaa. Lakini pia kuna disco pia inaitwa Golo Nyota. Sasa wewe na kuna uhusiano wote hapo ama? Kusema kweli hakuna uhusiano wote. Hakuna uhusiano. Mimi mzee wa nyota, ile ni Golo Nyota. Kwa hiyo hakuna chochote. Mm. Madija nyinyi ni watu ambao mnatembea usiku. Mnafanya kazi usiku kama popo nyinyi.
mara zingine tena usafiri ni hapa mzee, hapa kabisa. Ile dude lile mara zingine usiku inaweza likakupata naona ulichomeka hapo mara ngapi hiyo? Mara nyingi sana. Kwa alama kama 3-4 hivi. Unaweza ukatupatia tukio moja hivi ambalo nilikupata mwanangu ukaungua, yani mbao ukajua kweli dude sila mchezo. Ni kweli, wajua sasa si usafiri tayari, unajua usafiri wa pikipiki, mvua nini. Sasa waweza pata tu hiyo kitu na ikakuchoma. Lakini sasa ukipata kitu kama hiyo wezi vunjika moyo ukasema tabidi niache hii kazi ama hivi na hivi. Hii ni kazi na mimi wezi acha, inatupatia riziki. Alafu yenyewe mimi sitaki nikufiche, hata nikaacha mziki mimi bado nitacheza mziki. Na kuna vitu vyenye mimi mwenyewe nimejipanga nazo, hata kama sitacheza disco vumbi, lakini mziki siwezi nikaacha kabisa. Sio? Sawa. Bro, umesema kwamba huyu ni pacha wako. Mko na chemistry gani? Mlipatana lini? Mmekuwa mkifanya kazi pamoja kwa muda gani sasa na vitu kama hivyo? Mimi kusema kwangu tulianza kama ni utoto wetu yani. Kama utani, kushikana. Kuna zile zenye wanaita kichonyi, wanaita sijui udongo ama udongo kivipi yani? Udongo ama disco za udongo. Sio. Tukaanza kama ile madisco ya kumoi. Tukaanza kama utani. Lakini huyu mwenzangu akanizidi kwa sababu Mister, pole. Kaa pale kidogo ndio tubala. Sasa tujakaa vizuri hapa. Mmoja ulikuwa mmekaa pale, ilikuwa tuko sawa kabisa hapa. Sasa mmesoma. Sasa huyu mwenzangu akapata kazi ya Cyber kwa Ndara. Ndio. Anapiga manyimbo pale, anatiatia nini. Basi mimi nilikuwa naenda pale kucheki. Sijui lakini naenda pale kucheki. Mimi nikatokea tayari kujua, nikaitwa kwa Skad Boys. Sio? Nikaenda na Skad Boys huwa na So ulienda as a DJ ama as MC? Mimi pale nilienda kote. Mimi najua kote. MC DJ. Mimi napiga, naweza funga mziki, utoe sauti, naweza funga mataa. Yaani naweza fanya kila shughuli ya ile wanaita jack of all trades. Naweza yani. Sasa hapo ndo tukajuana, nikamconnect na Chumchum, ile Chumchum ni ya home. Chuma mbele, ile ni ya home. Nikamconnect na mzee, akajoin. Nilipojoin, kazi zetu zikafana. Tukafanya kazi mpaka watu wakatujua. Tukajenga fan base yetu sasa. Anyman P. Paka kwenye tumefikia ni Mungu tunashukuru. Sio. Kwa bazuka tumefika kwa bazuka, na tushukuru Mungu atuweke uzima, tushikane, tufanye kazi kama kazi. Sio. Kaka, wewe kwa sababu wewe ni saini mpya hapa, unaweza ukatupatia ile process kwa tangu labda kama sijui ndio ku apply ama uli raise vipi interest yako kufanya kazi na Bazuka, ama ni wao walikufuata, ama step ya kwanza kaje ikafika wapi mkanegotiate mshahara ikafika wapi mpaka saa hii sasa tunajua kabisa kwamba uko ndani ni mwenye kila. Hiyo ni kweli. Unajua pia mimi ni mtu wa mtandao. Sasa kuna siku niliamka tu mimi mwenyewe na nikajisikia acha nifanyie hii kitu. So nikaingia kwa wali yao hawa jamaa, nikaposti vitu zangu tu kama kuwasalimia nini pale. So kuwasalimia kwa ile wali yao ikashuti pale views kibao, mpaka bosi akasema kwani huyu mtu ni vipi. Akashtuka kwa sababu si kitu ya kawaida. Alafu istoshe, unajua kwa wakati huu vibrator ilikuwa iko na ile kuyumba kiasi upande wa ma DJ nini kitu kama hiyo. So akanifuata, akanipigia simu, kanielezea, akasema hata hiyo kuna saundi moja kuhusu ma DJ pia. So kama tunaweza tukafanya kazi, tuelewane tufanye kazi. Ndio nikamwambia basi kwa saa hii mimi bado kuna vitu vyangu naweka sawa na niko mbali kidogo. So nikishuka home mimi nitakutafuta. Ndio nikashuka home, nikuja tu majuzi. Na yeye akanitafuta, nikaenda mpaka kwake jana, tukaongea ile mpaka tukafunga. Hapo ndo leo tukatimba hapa store.
So huwa si rahisi, ni vitu vyenyewe mwenyewe tayari anajua. Wajua weza kuwa mtu kama mimi ananifuatilia tokea kitambo, lakini mimi sijui, nakuta. So ile kuona nimeingia kwa holi yake, akajua hapa naweza mjaribu huyu jamaa, nikafanya kazi na yeye. So hata hapo jana venye tulikutana nikamuuliza, akasema mazee Manpi, mimi nimekutafuta kitambo na nimekuwinda. Na pia kulikuwa na kijana wake akanambia nimemsukuma sana mzee, lakini alikuwa anakuona kule kwenye huko huwezi ukatoka. Hiyo ndo kitu yenye aliniambia, lakini kamwambia hakuna kitu yenye haiwezekani. Kwa hiyo alikuwa anajua vitu vyako tayari. Alikuwa anajua mambo yangu. Kwa hiyo hakuhitaji eti kukupatia mashine. Hata ndo maana wajua, siwaona nimekuja store, nimegusa tu kidogo kwa sababu anajua mambo yangu. Si mtu tena wakuwa mzee wa nyota apatiwe interview, afanye interview. Na mambo ya DJ hawezi fanywa kitu kama hiyo. So kwa hiyo nashukuru Mungu. Yaani mtu akiniita anajua ashaita DJ afanye mambo zake. Bro, ushaenda mahali na mashine ukaenda kwa connect hivi. Unajua kwamba unajua, hiyo hata sina shaka nalo. Lakini kuna sometimes unapata na changamoto fulani za mitambo. Labda hata mashine. Changamoto ziko. Ngoja kwanza nimalize. Mara zingine unapata na changamoto za mitambo. Unajaribu hivi, unaweka volume lakini kitu hakitoki. Unachanganya waya zote kitu hakitoki. Na sasa hiyo ndo sasa unatakiwa sasa sauti itoke kwa sababu ndo yani urgent pressure mwanangu. Ushapata na kesi kama hiyo na ilikuwaje? Hiyo tulipatana nayo. Hata kupigwa nilipigwa. Ule ukweli industry ni noma sana. Hata kupigwa nilipigwa. Nilipokuwa kwa Megas. Kizingo. Kule forini kule. Tulienda, tulipoenda hapo ukaconnect muziki, kila kitu kiko sawa, lakini laptop ikahang. Sasa mimi najua kucheza visual ya simu. Kafungua simu napiga reggae. Kuna jamaa mwingine akatokea, kwa nini mwapiga hivyo? Kumwambia basi bado mapema, sasa ni saa 10, lakini kuna laptop imeenda chukuli. Yule jamaa akachukua gongo sasa. Alipochukua gongo, yule jamaa vile anarusha, mimi nikarusha mguu. Hata hii alama ni yake hii. Yule jamaa akanirusha, lakini nilikuwa mimi sitaki kupigana naye kwa sababu natafuta riziki na sasa wewe bado unapiga defense tu. Mimi na defend. Wewe defend kama namba 2. Kwa sababu ni kwao. Mpaka watu wako wakamshika fresh, tukaelewana, wakajua tatizo. Hata alipigwa na watu wako kwa sababu yeye ndo alikuwa amekosea. Na siwezi beba hasira. Yeye ndo ni abebe hasira kwa sababu mimi nimemsikiza yeye, amenileta kwao. Hii hataki hasira, yani tumeelewana, tufanye kazi, nirudi na imani na wewe ukae na imani. Seti nje pale nianze kukutusi ama nianze hivi, hiyo mimi sina. Kwa sababu nyinyi ni signees wapya. Kuna vitu ambavyo nyinyi kule mko mmezoea kufanya ambavyo maybe hapa havifanywi ama vinafanywa lakini kwa mtindo tofauti. Ni vitu gani viwili vitatu ambavyo wewe unahisi hapa kwa sababu wewe umekuja ujio wako vitabadilika ama vitafanywa kwa mtindo wa rahisi zaidi ama mtindo ambao ni mwema, impact mpya yani? Ni test ipi mpya ambao unaleta hapa? Lazima tulete vitu vipya yani na mabadiliko pia kwa sababu watu wana update. So ndo huwezi baki nyuma. Kwa hiyo kwa saa hii tutaangalia management venye na rani ndo tujue tunasaidia wapi. Kwa sababu siwezi, wajua kila pahali kuna sheria zake. Sasa hii siwezi ingia pahali nikasema wewe DJ fanya hivi ama DJ mwingine fanya hivi, itakuwa sifanyi vizuri. Kwanza sasa hii show yenye inakuja inastahili niwe naenda na vijana wenye ni wa hapa. Kwanza nione taratibu zao venye wanafanya kazi. Unajua? Sasa pale pia mimi naweza changia pahali nikasema tukifanya hivi tutafika mbali zaidi. So usidharau mtu, kila mtu nimpatie uhuru wake. Ndio maana mimi yani ukinikuta watu wengi wananipenda kwa sababu mimi huwa niko hivyo. Nasikiza yani hata kama ni Gatuzo amekuja hapo amesema basi hii kitu mimi naweza icheza. Nitampatia temu yake mwambie yani jaribu kwa sababu kuna leo na kesho. Mimi niko lakini hujui Mungu amenipangia nini. So nikichukua kama Gatuzo hivi akiwa juu basi ataambiwa mzee wa nyota amefanya maneno mpaka Gatuzo yuko juu. Ile pia ni sifa nzuri inakuja kwangu. So kwa saa hii
mi nimepanga mambo mazuri, na although mafansi wale wanaochi hii kitu, kuna mambo mazuri sana kwa Bazuka. Ukimwona mzee wa nyota ametimba pahali, jua tayari wapo kuna mazuri na mazuri yako. Sasa hii naona bana mimi ameneka msukumo kuanzia leo najaribu fyuku. Au sio? Nimezoea kwenye simu, lakini kuanzia leo naanza fyuku. Ama vipi? Amini usiamini. Zela vyulo. So nimeshikana mzee wa nyota. Swali la mwisho bro, hapo mwisho. Nilikuwa niko na swali lingine. Najua kabisa kwamba kuna watu ambao wanakukubali. Ndio. Wanakushabikia wewe kama wewe na muziki unaocheza. Yaani hao damu ya utadhani umezaliwa pamoja. Utajani yani ni mapacha wako yani. Kwa sababu wanakukubali sana. Lakini vile vile utapata kwanza kwa sababu wewe umetaja Megas mahali. Sawa. Megas na Vibrator unaona? Ni kama Ruto na Raila kabla afe. Yaani kabla mdomo. Wanashindana. Ngoja kwanza swali langu sijamaliza. Megas na Vibrator ni mahasimu, mafans, lakini si management, ni mafans. Sawa? Bado hujanijibu hapo. Ni mafans. Mafans ndo midomo mingi, yani mob. Haya. Kuna management na ngoja ongea alafu nimjibu. Ongea, malizia hebu. Sasa kuna shabiki ambaye wewe anakukubali wewe ukiwa Megas. Sawa? Lakini sasa vile unaona una join hii timu nyingine, yeye alikuwa hii timu haikubali. Ama labda hata alikuwa anaikubali kwa mbali. Unaona? Maybe hajapenda kabisa wewe kwamba wewe unachezea hapa. Sasa mtu kama huyo wewe inabidi akukubali kivipi sasa hii? Itabidi afanyeje yani ndio vipi? Mimi bro, ule ukweli wangu na maisha yangu nayo mimi mwenyewe, mzigo wangu mimi. Maisha yangu, unajua maisha yangu? Mimi sijajui. Mimi maisha yako sijajui bro. Sasa hujui kwa sababu ya kuwa hujui tabia zangu, hujui mwenendo wangu, ndio. Hujui naishije yani. Kweli kabisa. Na mimi hapa nimekuja tafuta riziki. Riziki yangu wajua? Sijui. Hujui. Wewe sasa wewe utaniongeleaje kama riziki yangu hujui? Kweli mimi na sisemi kwamba wanakukataza wewe kufanya. Of course utafanya. Lakini wale watakuwa kuna ile kitu like mzee yani angebaki kucheza pale yule. Mimi singependa yani. Ya, sasa hiyo ni kweli. Wajua mtu kama anafanya kitu sio watu wote watakubali. Kama Yesu alikataliwa kwao na kuna watu wenye walimpenda na wengine walimkataa. Kwa hiyo kama wewe wataka kufanya kitu, fanya kwa manufaa yako kwanza, alafu sasa wale wengine wenye najua kuna siku watakukubali. Hiyo iko live. Kwa sababu mafans ni wao tu bado. Kwa hiyo wewe unatia bidii, unafanya kazi, mwisho wa siku kazi ikionekana, hata wale wenye walikuwa wanakukataa watakukubali. Hiyo ndo siri tu peke yake. Kwa hiyo wewe ukifanya kitu, fanya kitu na moyo wako. Usiwe na ile mtu fulani atasema hivi. So ukiufia ile kitu, sidhani kama utafanikiwa. Wewe mbali, huwezi fanikiwa. Kwa hiyo wewe ukitia mguu pahali, tia mguu. Hapo utafika mbali. So mafansi wako tofauti sana. Sasa hii atakukataa, mwisho wa siku yeye ndo atakuja sema ni ama mzee wa nyota mambo mbaya. Na wakati wa nyuma alikuwa anakataa kwa sababu wajua kwenye hapa tayari wajua kuna watu, kuna wenye wanafurahia kuwa tumezama hapa ndani, alafu kuna wengine pia wafurahii. Hapendi. So kwenye kitu kizuri chochote lazima kuwe na mabaya. So kitu chochote kizuri, challenge lazima ziwe pale. Na wewe kama utapata challenge pahali, jua wewe yani wewe si binadamu. Nimalizia, nataka niwashukuru sana kwa muda wenu na pia mmechangia mada na mambo ni mengi, lakini tutazidi kuongea mengine. Labda kwa kumalizia hii video nataka niwapatie nafasi pia wewe na wewe mseme chochote kingine ambacho labda tukiongelea. Wewe ushamaliza wewe. Ushamaliza ama bado? Uko nalo? Basi tuanze hapo mwisho. Maneno ya mwisho yani kumalizia. Mimi venye nataka kuambia mafans, sitaki kuongea mengi sana, lakini nataka mafans tufanye vitu venye vinaeleweka. Tusigombane kwa kitu kidogo. Tuelewane na tushikamane kwa sababu sote tumeandikwa tuishi duniani kama kutembea. Usinichukie kwa sababu nimebeba mziki. Mziki ni flavor hii. Kwa hiyo karibuni kwa vibe, tumerudi na tumekuja tufanye kazi. Ni hivyo tu, nashukuru Mungu. Mimi kwanza leo bana
najiunga na timu kila, sio mtaniona kwa fikufyuku, yani soon, yani inaingia kwa fikufyuku pia mimi na mzee wa nyota Eni, sio naingia kwenye fikufyuku, tegemea mazuri. King of kila, mwenye kila, wao hawa ndio wenye kila, mzee wa nyota na Eni, sio hapa sana. Sawa, mimi nitashukuru tu jamaa, pia mapokezi nimependa, yani watu pisi kabisa. Nimepatana na ma DJ wenye wako hapa, wamenipokea vizuri tu, alafu ni wanangu, wajua mimi siishi na bifu, mimi naishi na yoyote, so nimeshukuru sana. Kitu naomba Mungu atubariki na afya nzuri. Mimi nimewaandalia mazuri sana kwa Bazuka. Nataka hata siku kama nimetoka, hata huyo bosi mwenyewe ajue kulikuwa na mzee wa nyota alikuwa akifanya hivi. Mimi hakuna unaacha alama. Naacha alama. Hiyo ni kawaida yangu, na pia hapa nimeandaa mazuri. Alafu vile vile tumepanga sana vibaya sana na Bazuka. Huu mwezi ukiisha mtaona maajabu. Wewe amesema mimi ni mwenye kila. Acha sasa niwe mwenye kila, lakini kuna mazuri. Mimi huwa nikiingia pahali lazima nisuke dude, kawaida yangu, hiyo ni nature. Na sasa process tushaianza. So kuna dude linakuja hilo. Yani very soon tunaua hapa. Yani hapa nadhani hiyo itakuwa number 1, hiyo sound itakuwa number 1, itakuwa tofauti. Hiyo iko na flavor yake tofauti. Kwa sababu najua Bazuka atachukulia vile venye mimi nataka. So hiyo itakuwa na utofauti. So mazuri lazima tunamalizi. So Mlatino, mimi nashukuru bwana kwa huo muda kuja hapa. Si rahisi, lakini acha tusapotiane hivyo hivyo. Hivi ndio ubinadamu. Sawa, cheki Mlatino. Cha kuongezea ni kwamba ona hii teamwork mimi mwenyewe naisalute toka zamani. Na hapa kwa Bazuka wacha tegemee mazuri yani. Kuanzia sasa wacha tegemee mazuri. Unakuta DJ Man P. Wallahi jamaa zangu. DJ N. Wewe mwenye kasongo. Kama mlivyoona, acha tumalize kwanza. Kama mlivyoona hawa ni signees wapya, wako na nguvu mpya, kasi ni mpya. Ndio karibisha wageni. Flavor nayo ni mpya. Unaona bana? Kwa hiyo msikae mbali. Endeleeni kuenjoy. Kwa wale ambao mmekaa hapo mmetumia muda wenu, karibisheni wageni huko. Tegeni. Wacha kwanza tupatie nafasi. Karibisheni wageni kule. Karibisheni wageni. Au sio? Ndo hawa wageni. Tunafurahia sana wageni wetu, ndo hawa tuko nao kama mnavyoona, ama vipi? Kiukweli hatuwezi waambia eti nini nyingi sana, lakini wenyewe mtajionea. Kwanza sasa hii ni moto. Sio? Nani moto yani? Ni gear after gear. Hautumii kibiriti huo moto. Huo moto ni mkali. Moto mwingine hatari. Sijui mzee wakashangaza Spin King unasemaje? Kuja mzee wangu bwana, kuja, acha kuogopa. Karibisha watu. Yani siku ya neema yani. Karibuni. Pia mimi nipe mwanangu. Wewe huyu hapa. Nafeli. Kwa mwingi jamaa. Umeelewa hapo ni kwa Bazuka bana. Coach champe, hakuna champion sound kama hii vibrate. So karibuni jamaa tufanye kazi bwana. Inshallah. Fanye kazi. Tumekaribia. Wa love.